Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa na ya nguvu ya Upashanaji Media, ukiwa nami Ankoto Mpanji, mpashanaji wako. Niendelee kukushukuru kwa kusubscribe na kubofya ama kubonyeza alama ya kengele mbele ya neno subscribe, kulike ama kushare taarifa hii katika magrupu ama mitandao mingine ya kijamii, pamoja na kudondosha komenti yako kufuatia taarifa ya kupoteza watenda kazi katika shamba la Bwana watatu na mmoja kupigwa risasi. Ni mapadre watatu. Tunaweza kusema kwamba wametangulia mbele za haki, huku mmoja akiwa amejeruhiwa kwa risasi. Ni habari ya kusikitisha na kuhuzunisha kwa kanisa Katoliki. Padre Solomon Atongu, padre mzawa wa Tayoshin, ambaye ni kuhani wa kanisa Katoliki la Mtakatifu Teresia ama Teresa, jimbo la Makurdi, Nigeria, amepigwa risasi. Padre Atongu alikuwa akisafiri na watu wengine wawili ambao bado hawajafahamika baada ya washukiwa kulishambulia gari walilokuwa wakisafiria kwa risasi, wakiamini walikuwa wamemjeruhi kuhani, na hatimaye walitoweka kusikojulikana wakiwa wamewateka nyara watu hao wawili, na haijafahamika watu waliowateka ni akina nani, wapo wapi na hali zao zinaendeleaje. Tuungane kwa pamoja kumwombea Padre Atongu apone haraka na aweze kurejea katika majukumu yake ya kitume, na waliotekwa waachiliwe huru na warudi salama katika familia zao. Aidha, tusichoke kumwomba Mungu awalinde watumishi wake na alete haki katika nchi ya Niger ilikuwa na shida ya kuwateka na kuwaua makuhani wa kanisa Katoliki. Amin. Katika tukio jingine, kuhani wa jimbo Katoliki la Mina, Padre James Ome, amefariki dunia akiwa njiani kwenda kuadhimisha ibada ya misa takatifu ya Dominika. Ilikuwa mvua inayoendelea kunyesha, lakini ilikuwa ni Jumapili asubuhi, na waamini lazima waingie katika nyumba za ibada kwa ajili ya kumsifu na kumwabudu Mungu, ikiwemo na kumuomba yajayo mbele yao. Kwa hiyo padre kijana ambaye bado anaufurahia ukuhani wake, akikumbuka kiapo chake cha useja na utume, amejawa shauku, furaha, upendo, bidii, kasi na hari ya kumtumikia Mungu na kutangaza habari njema kwa taifa la Mungu. Aliona wajibu wake wa kitume licha mvua kubwa kunyesha, ambayo ilisababisha kuvunjika kwa daraja na kuvutwa na maji gari lake na kuzama, hali iliyogharimu maisha yake. Hii ni kesi nyingine ya makuhani waliojikuta wakipoteza maisha kwa kujitoa bila kujibakiza kwa sifa na utukufu wake Mwenyezi Mungu. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Padre Home apumzike kwa amani. Amina. Kwa upande wa jimbo kuu Katoliki la Mbeya, Mwasha Mkervas John Nyaisonga, askofu mkuu wa jimbo kuu Katoliki Mbeya, ametangaza kifo cha Padre Renatus Makanyamare kilichotokea siku ya Jumanne Mei 20 mwaka 2025 majira ya saa 10 alfajiri katika hospitali ya rufaa kanda ya Mbeya alikokuwa akipatiwa matibabu. Hadi umauti unamkuta Padre Renatus Makanyamare alikuwa paroko wa parokia ya Mtakatifu Stefano Mbalizi, dekano wa dekania ya Mbalizi na mkurugenzi wa idara ya afya jimbo kuu Katoliki Mbeya. Misa ya mazishi imefanyika Jumanne
Mei 27 mwaka 2025 katika kanisa la Hija parokia ya Mwanjelwa majira ya saa 4 kamili asubuhi. Kwa upande wa Jimbo Kuu Katoliki la Arusha, Askofu Mkuu Mwasham Isaac Amani na Mwasham Askofu Msaidizi Prosper Baltazari Rimo wa Jimbo Kuu Katoliki Arusha kwa masikitiko walitangaza kifo cha Padre Arbogast Mela wa Jimbo Kuu Katoliki Arusha kilichotokea Mei 23 mwaka 2025 katika hospitali ya mkoa wa Arusha Mount Meru majira ya saa 7 mchana. Habari ziwafikie ndugu zake wote popote walipo na taifa lote la Mungu Jimbo Kuu Katoliki Arusha. Na mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa na nguvu kabisa ya Upashanaji Media, kifupi UU Media, hii ni taarifa ya kusikitisha ya kuondokewa na watendakazi wa 3 katika shamba la Bwana, ambapo mapadre hao katika majimbo tofauti na nchi tofauti wamepoteza maisha na mwingine kujeruhiwa. Na tuendelee kuombea wale waliotangulia mbele za haki ili waweze kufikia uzima wa milele, na padre ambaye amepigwa risasi aweze kupata aweni haraka na aweze kurejea katika majukumu yake ya kitume kama kawaida. Mimi sina la ziada, niendelee kukushukuru kwa kuambatana nami, na usisahau kusubscribe na kubofya alama ya kengele mbele ya neno subscribe, kulike na kushare taarifa hii katika magrupu ama mitandao mingine ya kijamii, pamoja na kudondosha komenti yako kufuatia taarifa hii ya masikitiko ya kupoteza mapadre 3 na mmoja akiwa amejeruhiwa kwa risasi, na wengine 2 walioambatana na padre wakiwa wametekwa, ingawa haijafahamika mara moja walikuwa ni akina nani na sasa wapo wapi na hali zao zinaendeleaje. Tuzidi kuwaombea. Naitwa Hankotom Mpanji, mpashanaji wako. Sina la ziada, endelea kufuatilia chaneli yetu ya Upashanaji Media, kifupi UU Media. Asante, bye bye.